sasa yeye anajipendekeza kwamba yeye ni mzuri. Yaani yule mwanamke hapa ndani atajua mimi ndio kusema. Atajua mimi ndio bridge na kula ngoza mjini na wala sikopeshi. Acha kwanza nipigie kakaangu. Wanawake kuvaa nguo zisizokuwa na heshima, kuonesha mapaja kama wapo maonesho, sio vibaya kwa sababu kila biashara na ubunifu wake. Hila hakuna kitu kinachokera kama kumwona mwanamke kavaa vile, unamuuliza bei yako shingapi, haielewi kodi. Unamuuliza unajiuza kwa shingapi, anafoka. Kaka naomba unikome. Umeona mimi natangaza biashara. Sawa hujatangaza biashara. Ila sisi tuliosomea Cuba tunaelewa biashara matangazo. Na ndio watu wanaotafuta uzuri kwa kufosi. Wameona sura ilipi bora waoneshe mapaja. Na kama Mungu angenipa uwezo wa kufanya kila ninachokihitaji, ningewabishia mawazo yao. Ila kama wameshindwa kutambua kwamba uso ni wawazi, mapaja ni asiri, ningeomba tustiri uso kwa niaba ya mapaja. Halafu tuvue mapaja kwa niaba ya uso. Na sijui aliyeanzisha hii style alikuwa ni samaki wa aina gani, mpaka wakashindwa kumtenga akafanya wote waoze. Na nilichogundua bora kila mtu aishi kivyake. Mimi nilipita sehemu nikakuta vijana wanavuta bangi. Wakasema huyu dogo hawezi vitu vya wakubwa, kichwa chake bado kichanga. Nikasema kichwa kichanga ila mwili zege. Ili kuondoa dharau nikagongea bangi. Baada ya dakika 5 nilisikia mwili unawaka moto. Ila kwa sababu walisema kichwa kichanga nikasubiri kiuzime. Tuige vitu ambavyo vitakuwa na faida. Yaani kama we mchezaji mpira, piga wachezaji wenzio. Ila sio Morrison wala chezaji la UEFA. Kwa hiyo kuna wanawake ambao wanavaa nguo za kujistiri kiheshima kabisa. Ila kwa sababu wanaoonesha mapaja wanapigiwa miruzi kila sehemu, na wao wanaamua kuvunja masharti yao. Na asilimia kubwa mpumbavu hawezi akapotoshwa na mwerevu, ila mwerevu anapotoshwa na mpumba. Shenzi kabisa.